Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Siku ya kesho ya Jumatano, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu atasafiri hadi Washington kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini Waziri Mkuu huyo wa Israel wakati huu anasema moja kati ya mambo ambayo ataenda kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump ni wakati wakiendelea na mazungumzo ya kumaliza mzozo kati ya Iran na Israel, lazima wazingatie matakwa ya Waisrael. Mazungumzo ya nyuklia ya Iran yataanza tena. Trump anasema wanataka kufanya makubaliano, na Trump alisema kuhusu Iran na kuongeza kwamba uongozi wa Tehran unajua kwamba kama hawatafanya makubaliano matokeo yake yatakuwa ni makubwa kiasi gani. Sasa wakati huu Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu anataka kufanya ziara kuelekea nchini Marekani. Ni kwamba anaenda kuzungumza na rais huyo wa Marekani kwamba mazungumzo hayo ya nyuklia na Marekani ambayo yaliruhusu Tehran kupima uzito wa Washington, kwamba mazungumzo hayo ya nyuklia na Tehran yanapaswa kuzingatia matakwa ya Wayahudi nchini Iran. Moja kati ya matakwa hayo ni pamoja na kuhakikisha kwamba Iran haiwi taifa lenye silaha za masafa marefu ambayo yangeweza kutishia amani katika nchi hiyo. Kabla ya kupanda ndege kuelekea Washington kukutana na Rais Trump, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amewaambia waandishi wa habari kwamba atawasilisha kwa rais mtazamo wao kuhusu kanuni zao juu ya mazungumzo yanayoendelea. Anasema kwamba kanuni hizi ni muhimu sio tu kwa Israel bali kwa kila nchi kote ulimwenguni inayotaka amani na usalama. Hatuwezi tukakubaliana na mpango wa Iran wa nyuklia wala makombora yake ya masafa marefu. Haya ni makombora hatari kwetu na lazima tuzingatie usalama wetu. Viongozi hawa wawili watajadili msururu wa mada ikiwa ni pamoja na suala la ukanda wa Gaza, lakini pia kujadili suala la nyuklia ya Iran ambalo mazungumzo yake yangali yanaendelea. Marekani na Iran walifanya mazungumzo ya nyuklia wiki iliyopita siku ya Ijumaa, na katika mazungumzo hayo moja kati ya mambo muhimu yaliyozungumzwa ni pamoja na suala hilo la nyuklia ambalo Iran inasema haitokubaliana na mpango wowote wa kuweza kuruhusu kuachana kabisa na mpango wa nyuklia katika taifa hilo la Kiajemi, lakini pia kuachana na makombora yake ya masafa marefu ambalo ni moja kati ya takwa la watu wa Israel. Na hili linatajwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba ataenda kulizungumza na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Iran imesema ipo tayari kwa lolote linaloweza kutokea ambalo Marekani inahisi ni sahihi, lakini ipo tayari kupokea na ipo tayari kujibu. Wakati huu Marekani ilijiweka zaidi katika mapambano kwamba haitokubali kushambuliwa isipokuwa itajibu vikali dhidi ya shambulizi lolote ambalo litaikumba nchi hiyo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri dunia.